Hili ni pumzisho la Mungu kutoka kwa Andrew Kiluru. Limekuja nyumbani kwako kukwambia kuhusu mjue zaidi Mungu uliye naye wewe. Popote pale ulipo, haijalishi wewe ni mtoto, wewe ni mkubwa, wewe ni baba, wewe ni mama, ni mwanamume au ni mwanamke, au ni taifa gani, au ni dhehebu gani, au ni dini gani, lakini tambua wewe umeumbwa na Mungu. Narudia, wewe, sio ninyi. Wewe umeumbwa na Mungu kwa sura na mfano wake. Kwa hiyo leo ni wakati wako, leo ni siku yako ya kumjua Mungu wako wewe zaidi, ya kumjua zaidi Mungu wako wewe, kwa kuwa Mungu ni wako wewe, kwa kuwa wewe ni wa Mungu. Mungu ni wako wewe, kwa kuwa wewe ni wa Mungu. Ndio maana Mungu alipokuumba, alikuumba wewe. Narudia, hakuwaumba ninyi, amekuumba wewe kwa mfano na sura yake. Mungu huyu alipokuwa anakuumba, popote pale ulipo, amekuumba kwa mfano wake yeye. Hajawaumba kwa mfano wake yeye, amekuumba wewe. Na ndio maana kumjua Mungu wako wewe, ndio, tazama, wewe ni wa sura ya Mungu. Popote ulipo ndipo Mungu alipo. Vyovyote ulivyo ndivyo Mungu wako alivyo. Kwa hiyo kumjua Mungu wako zaidi ni kujijua wewe zaidi, kujua jinsi wewe ulivyo zaidi, kujua utumishi wako, utumwa wa sura yako hiyo uliotumwa nayo zaidi. Ndio, Mungu amekutuma kwa sura yake hiyo ulioumbwa nayo. Amekutuma katikati ya vitu vyote. Amekutuma katikati ya mbingu na nchi. Amekutuma kwenye kila kimoja kilichopo kwa sura hiyo aliyokuumba nayo. Na sura hiyo ya utumwa aliyokutuma nayo ndiyo sura au Mungu alivyo kwa kuonekana kwake. Kwa hiyo utumwa wa sura ulionayo ndiyo sura ya Mungu. Tarudia, ndiyo sura ya Mungu ilivyo, na ndiyo Mungu wako wewe. Sura ya utumwa wako hiyo ndiyo Mungu wako wewe. Narudi hapa, wewe ni wa sura ya Mungu, na popote pale ulipo umeumbwa kwa sura yake Mungu kamili. Amekutuma kwa hiyo sura katikati ya vitu vyote, ukapate kuwamulikia na hiyo sura ya Mungu aliyekuumba nayo, na kufanya hiyo sura ya utumwa wako aliyokutuma nayo Mungu ndiyo Mungu wako wewe. Leo utamjua Mungu wako zaidi. Leo utamjua Mungu wako zaidi. Narudia, hiyo sura
ambayo Mungu amekuumba nayo, amekutuma nayo katikati ya vitu vyote, ukawamulikie. Hiyo sura ya utumwa wako ndiyo Mungu wako, ndiyo utawala. Ndiyo Mungu wako, kwa kuwa ndiyo utawala. Popote ulipo, ndipo nyumbani kwako kukuambia kuhusu kumjua Mungu zaidi, kumjua zaidi Mungu wako wewe. Ndiyo, kwa kuwa vingine vyote vimetokana na sura yako wewe, na sura ya utumwa wako wewe uliotumwa na Mungu. Vimetokana na sura ya kuumbwa kwako wewe na Mungu, ambayo ni hiyo yako uliopo popote pale ulipo. Narudia, vingine vyote ni vya sura ya utumwa wako huu uliopewa na Mungu. Vingine vyote ni vya sura ya utumwa wako, wa sura ya utumwa wako hiyo ulionayo, uliopewa na Mungu, kwa kuwa vyote vimeangaziwa, vimemulikwa na nuru ya sura hiyo ya kuumbwa kwako na Mungu. Kwa hiyo haumtafuti Mungu kwa walio wa sura ulionayo, bali unampata Mungu wako katika sura hiyo ya utumwa ulionayo, kwa kuwa hiyo sura ndio Mungu wako. Kwani popote pale uko naye, popote pale unaenda naye, popote pale utakuwa naye, popote pale anakufanyia chochote kile, kwa kuwa ndio Mungu wako. Wewe mtoto, baba yako ni wa sura ya utoto ulionayo wewe. Mama yako ni wa sura ya utoto ulionayo wewe, ni wa kufanana na sura ya utoto hiyo ulionayo wewe. Kwa hiyo bado Mungu wako unaye katika sura hiyo kwa kuumbwa kwako, kwa kuwa hiyo sura kwa kuumbwa kwako ndiyo sura ya Mungu aliyokufanya nayo. Kwa hiyo yoyote anayeuliza Mungu wako yuko wapi, akutazame wewe. Narudia, popote yoyote anayekuuliza Mungu wako yuko wapi, akutazame wewe, kwa kuwa kokote kule hayupo. Kokote kule hayupo, kwa kuwa popote kule kwa yoyote yule ni wa kufanana na sura yako wewe ulioumbwa na Mungu, na sura yako wewe uliotumwa na Mungu kuwamulikia. Wanafanana na nuru ya sura yako wewe mtu, ya sura yako wewe popote pale ulipo, uliowamulikia nayo. Ndiyo naongea na wewe ili usiteseki tena, usipate hofu tena. Popote ulipo ujue unaishi kitawala. Yoyote anayekuja kwako ni wa kufanana na wewe. Chochote kilicho karibu na wewe ni cha kufanana na wewe, ni cha nuru yako wewe ulioimulikia. Ndiyo, baba yako, mama yako, wazazi wako, watoto wako, yoyote yule ni wa nuru, ni wa sura
yako wewe kwa kutumwa kwako na Mungu uwamulikie. Ni wa sura yako wewe kwa kuumbwa kwako na ile sura ya Mungu iliyokufanya. Ndiyo, leo hii mjue zaidi Mungu uliye naye. Wewe mwanamke, ujue wanamke wako zaidi. Narudia, wewe mwanamke, ujue wanamke wako zaidi, kwa kuwa mwanamume ni sura ya wanamke ulio nao. Kwa hiyo hauwezi kujua wanamke wako kwa mwanamume. Hauwezi kujua wanamume wako zaidi kwa mwanamke. Mwanamke anakuambia mwanamume anatakiwa kuwa hivi. Huwezi jua wanamume wako kwa mwanamke. Mwanamume anakueleza wewe, mwanamke anatakiwa kuwa hivi. Nakwambia huwezi jua wanamke wako kwa mwanamume. Mtoto anakueleza mzazi anatakiwa kuwa hivi na hivi. Nakwambia mzazi, mtoto huwezi kuupata ubaba wako au umama wako kwa mtoto wako. Huwezi pata uzazi wako kwa mtoto wako. Pia mtoto, huwezi pata utoto wako kwa mzazi wako. Mungu amekufanya utawale, amekufanya ufurahie popote ulipo kwenye sura aliyokutuma nayo. Ni nani wa kukwambia wewe? Ni nani wa kukueleza utoto wako unatakiwa uwe vipi? Wa kukueleza uzazi wako unatakiwa uwe vipi? Wewe baba, mtoto wako huwezi pata wewe ubaba wako kwa mtoto wako, kwa kuwa mtoto wako daima ni mtoto wako, na wewe ni baba, unajua ubaba kwa mtoto wako. Ndio, popote pale ulipo leo, mjue zaidi Mungu wako wewe uliye naye. Mjue zaidi. Mwanamke, unaanza kuona uchungu wa kuambiwa na mwanamume kwamba mwanamke lazima upate uchungu unapozaa, na unashindwa kutafakari kwamba kwa nini viungo vyako vya uzazi vimetiwa hivyo. Kwa nini mimba isingekamata kwa mwanamume? Kwa kuwa mwanamume viungo vya uzazi wake viko nje. Mimba itakaa wapi? Wewe viungo vya uzazi wako vimekaa ndani, na viungo vyako vya uzazi vinaruhusu mtoto kutoka pasipo uchungu. Uchungu unautoa wapi? Mwanamume anakuambia mwanamke anatakiwa kuwa na uchungu aje. Mwanamke anakuambia mwanamume anatakiwa kula kwa jasho aje. Jasho lako, suli yako, shughuli wako, wanamume wako ndivyo ulivyo. Ilo tumbo kwa kuonekana kwako unapopata mimba, mwanamume hata kuonea huruma vipi, ndivyo wewe ulivyo. Uchungu unatoka wapi? Unaanza kuvuta uchungu wa kuambiwa ambao haupo. Mjue Mungu wako zaidi, ambaye yupo katika sura hiyo. Yule anayekwambia ni wa kufanana na nuru uliotumwa kummulikia, na wanamke wako uliotumwa kummulikia yeye, na akaitwa mwanamume. Popote ulipo unalia na kesi isiyo yako. Ungekuwa unalia
na kesi isiyo yako. Ndio maana leo nipo kukwambia vema ya kuumbwa kwako na Mungu, vema ya sura yako ya kuumbwa kwako na Mungu, kwa kuwa hiyo sura ulioumbwa nayo ndiyo utawala wako, au ndiyo Mungu wako. Ndiyo utawala wako, ndiyo Mungu wako. Biashara yako, kazi yako, taasisi yako, udaktari wako, ukulima wako. Ni nani daktari au mgonjwa anakuja kukwambia daktari anatakiwa kuwa hivi? Mgonjwa ni nuru tu ya udaktari wako. Ujue sana Mungu uliye naye, na Mungu uliye naye ni hiyo sura ulionayo hapo hapo, udaktari wako huo huo, ualimu wako huo huo, utoto wako huo huo, vyovyote kwa ulivyo hivyo hivyo ndivyo ulivyo. Wengine ni wasaidizi wako. Msaidizi wako asikutoe kwenye utawala wako ukajihisi uchungu. Bosi, mbona unateseka? Mwanamke, mbona unateseka na tumbo hilo la ujauzito wako? Ndivyo lilivyo, ndivyo ulivyo, na hiyo ndio raha ya furaha ya tumbo la uzao wako. Ndio mwanamume, viungo vya uvia vya uzazi wake viko nje. Mimba itakalia wapi? Atakaa na mbegu. Ndio nazungumza na wewe popote pale ulipo kuhusu kumjua Mungu zaidi uliye naye wewe. Na leo hii yupo hapo na wewe, na hapo popote ulipo yuko na wewe. Aje kuacha. Ukienda kazini yupo na wewe, ukirudi nyumbani yuko na wewe. Ni nani wa kukwambia wewe utapata ajali leo? Ni nani wa kukwambia wewe utaumwa leo? Ni nani ingali Mungu uko naye? Ni nani wa kukwambia hautapona leo? Ni nani? Ni nani alijua mkono wako utalifuka vipi? Hata baba yako, mzazi wako hakujua ni muda gani mguu wako unanyenyuka, ni muda gani mguu wako unalefuka, ni muda gani nywele zinakuwa. Ndio, kwa kuwa sura yako wewe ndio Mungu wako alipo hapo. Kwa hiyo na leo wewe ambaye ulikuwa umeona umepungukiwa na chochote na kuona Mungu hayupo kwako, leo unapona, leo unazidishiwa. Wewe ulikuwa unaona umezidiwa na chochote, leo chochote kichukua kimezidi kinasawazishwa. Na kutamkia popote ulipo, wewe uliyeumbwa na Mungu, wewe uliye na sura ya Mungu, popote ulipo Mungu uko naye hapo ulipo. Na mimi niko hapo kukupumzisha, kukusaidia, kwa kuwa ni wa sura ya kufanana. Popote ulipo ni sura ya kufanana. Popote ulipo na wewe nipo kukupumzisha, nipo kukusaidia. Popote ulipo unapona, popote ulipo unatajirishwa, popote ulipo unapata chakula, popote ulipo hautapungukiwa na chochote wala kuzidiwa na chochote. Pokea neno hili, pokea upako huu, pokea pumzisho hili la leo hii, kumjua Mungu wako wewe zaidi.
pumzisho na furaha, raha, pumzisho la kumjua Mungu wako zaidi kwa kupokea chochote kilichokuwa kinahitajika hapo ulipo. Usaidizi katika wa maisha yako, walio wa kufanana na wewe, na kwa kufanya usisidiwe au kupungukiwa na chochote, inaachilia kwako. Na furahi ya kumjua Mungu wako zaidi uliye naye iwe